Kitu ambacho nimekiona cha utofauti sana kwa Soa sasa hivi. Soa alikuwa ni mchezaji mnyimi sana, mchezaji binafsi sana akiwa kwenye box. Yaani Soa mpaka imetokea hatua amekupa pasi ya goli, umehangaika sana. Kwenye msimu wote ambao amecheza Singida, kwenye kiwango chake chote bora ambacho alikifanya, hajawahi toa pasi ya goli hata siku moja. Lakini jana kwenye mazingira ambayo alikuwa na uwezo wa kushuti na alikuwa na uwezo wa kujaribu attempt yake na kwa uwezo wake wa kupiga mipira, lile lingekuwa goli. Lakini aliangalia eneo ambalo alikuwepo, akaangalia golikipa ambavyo amemaliza nafasi, alafu ulinzi wawili wote walikuwa wameshabana ile area, akaona eneo sahihi sasa hivi ni la kupiga pasi kwa Kibu Dennis. Anapiga pasi ya kisigino, Kibu Dennis kwenye eneo gumu zaidi, ana control mpira, anachora 360 kwenye eneo la box la mpinzani, eneo ambalo unaamini kabisa kwamba ukikaa na mpira zaidi ya sekunde 2 lazima beki atafika na kuja kuondosha mpira. Lakini alitulia, utulivu zaidi wa Kratos Chota Chama, anapiga engo ngumu ambayo golikipa anaishia kunyosha tu mbavu na kutazama mpira namna ambavyo unaingia kwenye kamba. Hayo ni maeneo matatu ambayo kwenye magoli matatu wachezaji wa Simba wanapaswa kupongezwa kwa kile ambacho wamekifanya. Na hapa sasa narejea kwenye kauli ya mwalimu Pantev ya kwamba anahitaji timu icheze kwenye eneo la katikati, kutengeneza nafasi kutokea katikati. Anahitaji timu imiliki mpira akiwa katikati. Na kwenye kauli yake moja ambayo alizungumza jana, alisema Simba imecheza vibaya. Yani kwenye kile chote ambacho sisi tumekiona, lakini Simba lakini alisema Simba imecheza vibaya. Na kucheza kwake vibaya alisema ni kwa sababu yeye alihitaji timu icheze katikati, alihitaji wachezaji wake wamiliki mpira, alihitaji watengeneze nafasi wakitokea katikati, sio pembeni. Hapo utakuja kunielewa nilipokuambia mwanzo kwamba Pantev kuna kitu amekibadilisha kwenye kosti ya Simba. Simba always huwa wanapenda kutengeneza build up zao wakipitia pembeni. Utamwona Mohamed Shabalala kipindi kile, Shomari Kapombe wanatengeneza nafasi kutoka pembeni, wanakwenda kwenye eneo la mwisho, wanapiga cross, timu inakuja kufunga, ama wanatengeneza nafasi wakifika kwenye eneo la kwenye progressive area, wanawapa viungo katikati, wanamaliza mashambulizi. Lakini jana ukiangalia Simba ilikuwa inatengeneza nafasi kutokea katikati. Mwalimu alikuwa anahitaji wakina Mpanzo akipata mpira, Mutale akipata mpira kwenye maeneo ya pembeni, waje katikati, wacheze kwa nafasi, watafute nafasi, waende kufunga.